Tunaenda kujifunza katika kitabu cha Wakorintho. Kitabu cha Wakorintho 10:15. Wakorintho wa kwanza, 1 Corinthians 10 and verse 15. Acha tuone anatuambia namna gani. Biblia inasema, kikombe kile cha baraka tukibarikicho, je, si ushirika wa damu ya Yesu? Mkate ule tuumegao, si ushirika wa mwili wa Kristo? Kwa kuwa mkate ni mmoja, sisi tulio wengi tu mwili mmoja. Kwa maana sisi sote twapokea sehemu ya ule mkate pamoja. Basi Biblia imetuuliza kwanza maswali ambayo imetuuliza, wengine wanaweza kuwa wanachukulia ni kama mzaa. Wakati unakuja kuchukua kikombe cha divai na kuja kumeza mkate na kuja kumega mkate ambao maandaliwa na madhabahu ya kanisa letu, Biblia inatuuliza kwamba, je, si ushirika wa mwili wa Yesu Kristo? Unauchukulia aje wakati unakuja kukula mkate? Unachukulia aje huo mkate? Je, unauchukulia tu kawaida ni kitu kimeumbwa na mwanadamu? Tunaambiwa kwamba tuubadilishe, kwa kuwa mkate ni mmoja, sisi tulio wengi tu mwili mmoja. Kwa nini tena mkate tufanye tena tuwe mwili mmoja kama ni wa kawaida? Ingekuwa ni wa kawaida, tungesema huu mkate ni wa kila mtu anakula space yake. Hiyo space ni yako, hiyo space ni yako. Lakini tumeambiwa kwamba kwa sababu mkate ni mmoja, huu inamaanisha tuko mwili mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunapoenda kupokea, tukaweza kujua kwamba tunapokea kila mtu kipande, lakini chote kinadhihirisha kwamba sisi wote tuko mwili mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Waangalieni hao Waisraeli walivyokuwa kwa jinsi ya mwili. Wale walio dhabihu, je, hawana shirika na madhabahu? Inamaanisha kwamba wale ambao sio dhabihu hawana ushirika katika meza ya Bwana. Je, hawana ushirika madhabahuni? Basi niseme nini? Ya kwamba kile kilichotolewa sadaka kwa sanamu ni kitu, au ya kwamba sanamu ni kitu? Hivi hatufanyii sanamu, wala hatufanyi ili watu waone, bali tunatimiza neno la ambalo liliandikwa. Tusiangalie kwamba ni watu wanafanya ama kuna wachungaji wameamua kufanya. By the way, hii kitu tumeambiwa kwamba tufanye kila wakati tunapokutana Jumapili. Lakini kanisa mingi hapa Kenya na pia nchi zingine tofauti inachukulia ni kama mzaa, wakati neno la Bwana linatuambia tuchukulie ikiwa serious. Kila Jumapili, kila tunapokutana tufanye hivi. Hiyo inamaanisha kwamba tunakaribisha Yesu pamoja nasi katika ibada ambayo inaendelea. Tunasema kwamba Yesu, tumeungana pamoja nawe kupitia hiki kikombe, tunaungana pamoja nawe kupitia huu mkate ambao tunaenda kuumega. Tunaungana pamoja na wewe Yesu, ukashiriki pamoja nasi katika ibada hii. Na tutakapomaliza ibada itakuwa njema, kwa maana tumemkaribisha Yesu
na amekuwa pamoja nasi. Sitaenda kwa mingi sana, nitazidi kwa machache na kuomba Mungu akaweze kuwabariki wale ambao wanajua umuhimu wa kutoa sadaka na umuhimu wa kikombe ambacho ni takatifu cha damu ya Yesu, kwa sababu ni sadaka iliyotolewa ili tuweze kupona. Ndio maana nimesema ni vizuri kwa yule ambaye anajua umuhimu wa sadaka na yule ambaye anajua kikombe cha damu ya Yesu. Kwa hiyo machache, naomba tukaweze kuomba kwa ajili ya damu ya Yesu. Baba, kwa jina la Yesu nakuja mbele zako, nashukuru kwa kikombe cha damu yako ambayo ilimwagika msalabani ili tukaweze kupona, ili tukaweze kufunguliwa njia ya kuona uzima wa milele. Tazama, kama sio damu yako kumwagika msalabani, hatungeweza kugundua wewe ni nani, hatungeweza kujua wewe ni nani na unataka nini ndani ya maisha yetu. Tazama, kwa ajili yako ulikufa msalabani ili tukaweze kupata uzima, kwa sababu ulijua kama utakuja na kufa msalabani tutaweza kupotea, na kwa ajili ya upendo wako ukakuja Bwana na ukakufa msalabani kwa ajili yetu. Tunapoenda kukunywa kikombe hiki, wacha tukaweze kubarikiwa na tukaunganike pamoja nawe katika ibada hii inapoendelea, ukakuwe pamoja nasi. Acha damu yako ikatuzingire ndani ya maisha yetu. Ni asante kwa jina la Yesu naomba na kuamini. Acha tukaweze kuombea mkate ndio tuweze kufanya kwa haraka. Baba, kwa jina la Yesu nashukuru kwa mwili wako ambao uliteswa, ukabebeshwa mizigo mizito, ukafanyiwa mambo ambayo ni aibu. Bwana, uliwekwa mpaka ukapigwa mijeleti ukiwa uchi wa mnyama mfano wa amani, ili tukaweze kupata heshima, ili tukaweze kupata neema ya kupata uzima wa milele. Jehova Chiri, tunashukuru kwa mwili wako ambao ulidungwa misumari, ambao uliteswa, ukapigwa mijeleti, ukatemewa mate mfano wa amani, ili tukaweze kuona ufalme wa mbinguni. Ni asante kwa upendo wako ambao hauna kipimo. Ni asante kwa uzima ambao ulijitoa kwa ajili yetu ili tukaweze kupata uzima huo. Kwa jina la Yesu nashukuru. Katika huu mwili tunapoenda kula, wacha ukaweze kubadilisha mwili zetu za kawaida ili tukaweze kutembea katika mwili wako wa kiroho. Na kwa jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Tunaweza kuenda katika meza ya Bwana. Barikiweni sana. Tunaenda katika kitengo kingine, kitengo cha matoleo. Kitengo cha matoleo. Wakorintho wa pili 8. Wakorintho wa pili 8. Nane moja nne. Naam. Inasema kwamba tena ndugu zangu, tuarifu habari ya neema ya Mungu. Yes. Ni hapo. Tena ndugu zangu, Wakorintho wa pili 8. Kuanzia penyewe. Tena ndugu zangu, tena ndugu zetu, tuwaarifu habari ya neema ya Mungu, wala waliopewa makanisa ya Makedonia, maana walipokuwa wakijaribiwa kwa dhiki nyingi, wingi wa furaha yao na umaskini wao uliokuwa mwingi uliowaongezea utajiri wa ukarimu wao. Maana na washuhudia kwamba kwa uwezo wao na zaidi ya uwezo wao, kwa hiari yao wenyewe waliotoa vitu vyao, wakituomba
wakituomba sana pamoja na kutusihi kwa habari ya neema hii na shirika hili na kuwahudumia wakati watakatifu. Biblia inasema kwamba hawa ni Makedonia ambao walikuwa wameteseka sana na umaskini wao, na kupitia umaskini wao wakatajirika na ukarimu wao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu walijua nani anawapa. Bwana Yesu asifiwe. Basi leo tunapoenda kutoa, wametusihi kwamba maana na washuhudia kwamba kwa uwezo wao, sio kwamba kwa chenye wamepata ama chenye wanapatanga, kwa uwezo wao ulikuwa mwingi uliowaongeza utajiri wa ukarimu. Ukarimu inamaanisha walikuwa wanatoa na moyo mmoja. Inamaanisha hawakuwa wanaangalia kwamba hapana, kuna mwingine ametoa ama mwingine hajatoa. Hawakuwa wanaangalia ama kuna mwingine ametoa mingi, mwingine ametoa chache. Kwa ukarimu wao. Bwana Yesu asifiwe. Iliwafanya wakajawa na utajiri wa ukarimu wao. Maana na zaidi ya uwezo wao, kwa hiari yao wenyewe walitoa. Kwa hiari yao wenyewe walitoa, kwa sababu hawakulazimishwa. Hakuna mwenye alimwambia toa hii. Hakuna mwenye alikwambia kama umefinyiwa, wamekwambia wewe usipotoa hivi leo tunaenda kuua mama yako. Usipotoa hivi leo tunaenda na mtoto wako. Usipofanya hivi. Na by the way, chenye nasema inafanyika katika maisha yetu. Wewe unakuwa na haraka sana ya kutaka vitu, mpaka unajikuta umejiingiza kwa shida nyingine, unakuomba kitu yenye wewe mwenyewe uweze toa kwa hiari yako. For example, umeambiwa sasa, umesema mimi siwezi kaa sana maskini hivi, nitaenda hata Freemason. Ukienda Freemason wanakufurahisha tu mara ya kwanza, wanakukaribisha, karibu sana ndugu, wewe ni mzuri, wanakubeba na gari, wanakulipa madhao. Lakini ile siku watahitaji, hawatakuomba hiari. Watachukua na kuambia na umekula yetu. Ndugu, si umekula yetu. Utasema nini? Utasema nini? Hapana, ni kweli ushakula, uwezi rudisha. Pesa imeisha, uwezi, hakuna mahali unaweza toa. Wanakuambia kama sivyo basi tunaenda na uhai wako. It is either you ama mtoto wako. Chagua moja. Bwana Yesu asifiwe. Basi tujifunze kwa uvumilivu wetu, hata kama tuko chini, tuvumilie. Mungu atatubariki. Usijali kwamba leo umekosa, usijali kwamba hujakula, usijali kwamba umekosa hata kitu kwa nyumba. Hauna maji, hauna unga, hauna chochote. Usijali. Wewe kuwa mkarimu. Na mtu akikwambia nikaribishe kwako bwana, nikuje nikule, huwezi jua ni nani huyo. It is either ni Mungu amekuja na ni kweli ukutuna hiyo unga kidogo yenye imebaki na ukule tu ndo ulale, ujui kesho itakuwa aje. Halafu mtu anakuja na kuambia, brother, niko njaa sana, sitwende tu upike at least nikule tu kitu nyumbani kwako. Na wewe unajua hiyo unga hiyo unga kweli sasa kipiga hesabu yake. Ujui kuwa mkarimu, kwa sababu chenye umepata hicho ni Mungu amekuwezeshia. Kiwe kidogo ama kikubwa, ni Mungu amekuwezeshia. Kwa sababu kama ingekuwa Mungu si amekuwezeshia, hata ndege wangekuwa wanalalamika. Hatungekuwa tunawasikia asubuhi wakipiga kelele. Ndege apate ama asipate, ikifika asubuhi ama amuka kupiga kelele, kushangilia kwa sababu ameamuka akiwa mzima. Basi tunapoenda kutoa, tutoe
kama wale wana wa Makedonia ambao walikuwa wanatoa sadaka zao kwa ukarimu wao. Nawe Mungu atawabariki mnapotoa kwa roho na ukweli. Wacha tukaweze kuomba. Baba, kwa jina la Yesu nashukuru kwa ajili ya hii sadaka ambayo tunaenda kukutolea. Tazama, haifai hata machoni pako, kwa maana Bwana ni ndogo sana, lakini kwa udogo ambao unaonekana katika hii sadaka, tunaona ukubwa wako wa baraka zako ambao unaenda kutubariki. Tunaona ukubwa wako ambao wa neema yako inaenda kutuonekania katika safari zetu. Unaenda kutufungulia funguo za maisha yetu. Kupitia hiki kidogo ulituambia tukujaribu kwa kichache, tuone kama utatubariki mpaka madirisha ya nyumba zetu zikose mahali pa kuweka. Tazama Bwana, ulisema utatujazia baraka mpaka majirani watakuwa na kula yale ambayo imebaki, ambayo inamwagika kwa ajili ya utukufu wako katika maisha yetu. Wacha tuone neema yako inapotenda katika maisha yetu. Bwana, ambacho tumepata katika kazi yetu ukaweze kubariki mahali kimetoka. Jehova Achiru, ukaweze kubariki viongozi wetu ambao wanafanya tunapata hivyo vitu, ambao wametuandika hata kazini kwetu. Bwana, ukazidi kuwapanua tunapoenda kukutolea sadaka hii. Wacha ukakumbuke mioyo yetu ambayo ni mikarimu, kwa maana tunakutolea kwa moyo mmoja, wala hakuna mtu ametulazimisha. Tunajua kwamba unaenda kupokea sadaka hii na roho moja ukaweze kutubariki. Kwa jina la Yesu naomba na nitakuamini.